Simba ndio utaona kitakachotokea. Jambo la msingi ambalo tangu Machi 8 baada ya sakata la awali la mechi ni TFF kutoa proper solution ambayo muda wote itakuwa kama referral kwamba hilo tatizo halitojirudia. Na mwanzoni mwa wiki nilitoa kauli kwamba Simba Sports wameibeba kwa hamasa kubwa hii mechi ya tarehe 15 mwezi wa 6, kuhamasisha watu tutakuwepo na nini na kila kitu. Wana uhakika upi kwamba yale yaliyojitokeza tarehe 7 mwezi wa 3 hayatakwenda kujirudia kuelekea tarehe 15 tukarudi pale pale ground zero tukapiga mark time hakuna mahali tunapoenda? Wana uhakika gani kutoka kwenye mamlaka kwamba dosari zilizojitokeza kikanuni, kiutaratibu na wale wahuni waliopelekea mechi siweze kufanyika wanashughulikiwa kwa kiasi gani? Tusikimbilie kutangaza tarehe katika mwaka ziko siku 365. Mtu yote anaweza akapanga tu tarehe kubaka kurupuka akataja tarehe. Watu hawana shida na tarehe ya mchezo. Watu wanachotaka ni ufumbuzi wa kudumu wa kadhia iliyojitokeza ni upi. Next time hali kama ile sijitokeze. Moja, mabausa wana nguvu gani? Kutoka uwanja wa Benjamin Mkapa mpaka kufika kituo kikubwa cha polisi cha wilaya ya Mbagala. Kituo cha polisi wilaya ya Mbagala ya kipolisi kipo pale tunaita Kurasini. Ni umbali usiozidi kilomita 3. Chang'ombe polisi pale haizidi kilomita 2 kutoka Benjamin Mkapa. Ndiyo. Hao mabausa wana nguvu gani ya kuzuia mamlaka isiwapatie Simba Sports haki yao ya kikanuni? Mwishoni mwa siku ndo bodi ya ligi wanajikanyaga wanasema bwana sio kama tukao tu unaweza kudhibiti mabausa, kuna simu ilipigwa kutoka kwa kiongozi wa kiserikali. Then kama watu waliopewa mamlaka na serikali chini ya sera ya michezo kwamba nyinyi TFF na bodi ya ligi mkasimamie mpira uchezwe, watu wapate furaha kupitia mpira. Kama hiyo mamlaka waliopewa na katiba ya nchi kupitia sera ya michezo wanashindwa bodi ya ligi kuitekeleza kwa sababu kuna watu wanaoingilia watu wa nje ya mpira. Wao kama bodi ya ligi malalamiko yao wamefikisha kwenye ngazi ipi inayoweza kumwajibisha huyo aliyowaingilia kwenye nguvu yao ya kimpira? Watu wanataka ufumbuzi wa haya maswali. Kesho isipigwe tena simu na mtu mwingine, kila mtu akijua kwamba kumbe mara mwisho niliweza kupiga, mwenzangu alipiga simu na mechi ikairishwa. Kesho kutwa Po naye atapiga simu kwa sababu wana nguvu ndani ya serikali, mechi yairishwe. Watu hawataki tarehe. Issue sio kukimbilia tarehe tu za kutangaza mechi. Ufumbuzi wa kudumu ni upi? Hiki ambacho kinatokea kijaja kwa bahati mbaya. Haya ni matokeo ya kile ambacho wamekilea kabisa. Na inafika wakati unaweza hata ukawaonea huruma TFF. Yeah, kabisa. Yaani unawaonea huruma kabisa TFF. Vaa viatu vya Wallace Karia. Atupasi kumwonea huruma scenario ya yote. Vaa viatu vya Almas Kasongo. Juu ya haya. Tunasema hivyo kwa sababu kuna favor ambazo wao walikuwa wanazifanya. Tukikutana pembeni na kaka yangu Boimanda kama ndugu, tutapiga story kirafiki pole kwa changamoto za kazi. Lakini kwenye utendaji hakuna mahali popote ambapo mamlaka inaruhusu utaratibu wake wa kikazi uchezewe alafu mtu akaonewa pole. Hakuna kazi inazoweza kufanyika namna hiyo hapo. Hamna kazi inaweza kufanyika kwa huruma. Waswahili walisema huruma ilei mwana. Na katika ile hapa TFF huu ni msiba kujitakia ambao upaswa kupewa pole. Msiba ambao wametengeneza wao wenyewe uwezo kuwapatia pole ili hali walikuwa wanajua hapa tutafika. So imefika mahali ambapo kila aliyeshikilia Simba ashikilie msimamo wao huo. Young Africans yashikilia hapo aliposhikilia. Bodi ya ligi ndio waamue sasa. Muda wa kuvunja kama ni kuvunja bodi kupata ufumbuzi ni huo. Amesema Mzee Saidi Young Africans wabembelezwe kwa busara na nini? Young Africans wao wamesema hawahitaji mabembelezo, hawahitaji kuimbia wimbo wote mpya. Wanachotaka ni nini? Kuwajibishwa. Bodi ivunjwe, kamati ile ya uendeshaji wa ligi ya masaa 72. Wanataka kupita na kichwa cha CEO wa bodi ya ligi, wanataka kupita na kichwa cha mtendaji mkuu kaka yangu Wilfred Kidao. Wanataka wapite na vichwa vya kamati. Kila mtu ashikilie mahali aliposhikilia ya uendeshaji na usimamizi wa ligi. Baada ya hapo mpira wetu utasafishwa na makando forever. Nadhani kitu kingine ambacho kimetufikisha hapa pia Mkule ni bodi ya ligi kushindwa kucheza vizuri na muda. Kulikuwa kuna muda mimi naamini ambao wangeweza kuutumia vizuri na pengine ile swala lisingefika huko. Unajua kuna miezi mitatu hapa katikati ambayo imepita na ni kama vile of course sio miezi mitatu kutoka mwezi Machi
mpaka huu mwezi wa 6. Ni miezi kama miwili imepita hapa katikati. Ni zaidi ya miezi mitatu eh? Sasa kuna muda hapo katikati ambao mimi naamini ulikuwepo na walikuwa wana nafasi nzuri sana ya kudili na hili swala, mambo yakiwa bado hayajachafuka kiasi hiki ambacho yamechafuka. Lakini mwisho wa siku wameanza kudili na hilo swala wakati ambao muda hauko upande wao tena. Kwa maana gani? Sasa hivi muda umeenda sana. Huu ni mwezi wa 6. Kipindi ambacho ligi itakiwa kwanza hiyo imeshaisha, lakini ligi imesogea mbele kutokana na sababu mbalimbali, ikiwepo sababu ya kalenda ambayo ilikuwepo hapo katikati ya timu za taifa. Lakini sasa hivi tulipo hatuna luxury tena ya kusema labda mechi ipangiwe muda mwingine ambao utakuwa ni mwezi mwingine zaidi, kutokana na kwamba sasa hivi ndo wakati ambao ligi itakiwa inaisha. Yaani hata huko ilikoenda kwenyewe haikutakiwa kwenda. Sasa hapo katikati kuna kipindi ambacho kilipita kukiwa kimya sana. Kila mtu alikuwa hajui mustakabali wa dabi ya Kariakoo utakuwaje. It's like walikuwa wanajaribu kutusahaulisha, alafu then waje kuliibua muda ambao labda tutakuwa hatujategemea, alafu ufumbuzi uweze kupatikana. Lakini mimi naamini kwamba lilipaswa kuwa ni jambo ambalo lichukuliwe userious mkubwa sana, ili kuhakikisha kwamba linaisha, kwa sababu lina interest kubwa sana na wapenda soka kwenye wa Tanzania. Lakini ukijaribu kuangalia mkule sasa hivi tunazungumza ni mwezi Juni. Ndio. Sio eh? Yep. Kutoka dabi ya tarehe 8 yaahirishwe, tunazungumzia muda ambao hapo katikati kabla ya Yanga kukaa kikao na bodi ya ligi, sawa ambacho kimepita cha juzi hapo. Yep. Sawa. Kabla ya hicho Yanga hawajai kukaa tena kikao na bodi ya ligi, ambacho sisi tulijua kwamba wamekaa. Ukiachana na kile kikao ambacho kilikuwa kinahusisha serikali pamoja na Simba na Yanga, hakuna kikao kingine chochote. Kwa hiyo mimi naamini kwamba timing pia ilikuwa ni mbovu kwenye kudili na hili swala. Yaani tumetumia muda mwingi kutumia kama vile ubabe ama kuwa kimya. Mwisho wa siku mambo yamekuwa magumu sana. Mambo yamealea bodi ya ligi. Kikao cha juzi ambacho walikifanya na Young Africans ni kikao ambacho kilipaswa kufanyika pengine tarehe 9, si ndio, au tarehe 10, siku chache tu baada ya ile mechi kushindwa kufanyika, na wakakaa wakazungumza. Wrong timing ndio ambayo inawakosti kwa hivi sasa. Tuko na